Jenerali alimtuma farasi kuvuka daraja ili kujaribu kama daraja la mita 100 juu ya mto lilikuwa imara vya kutosha. Baada ya kuhakikisha lilikuwa salama, alipanda juu ya farasi wake na kuongoza jeshi lake kusonga mbele. Wakati huo huo, wafanyakazi waliokuwa wakijenga daraja waliwakaribisha wanajeshi kwa kuimba nyimbo za kikabila. Lakini mwanajeshi mmoja alikasirishwa na kelele hizo na akaanza kuwachapa kwa mijeledi. Jenerali aliwaamuru wafanyakazi wakae kimya na jeshi likaendelea kutembea juu ya daraja la mbao. Alipoona jinsi jenerali alivyokatili, mfanyakazi mmoja hatimaye alichoka. Ghafla, alivuta kamba iliyokuwa imeshikilia daraja lote pamoja. Mara moja, daraja lilianza kuvunjika kipande baada ya kipande. Mmoja baada ya mwingine, wanajeshi walipoteza mizani yao na kuanguka ndani ya mto uliokuwa chini. Mkondo wenye nguvu ulilibeba daraja lililovunjika, na kisha viumbe wakubwa ghafla wakaonekana majini, wakiwavuta wanajeshi waliokuwa wanazama kwenda mahali salama. Kila mwanajeshi alinusurika kwa sababu wale wafanyakazi hawakuwa wafanyakazi wa kawaida kamwe. Walikuwa waasi, na daraja lote lilikuwa mtego wa kumwangamiza jenerali na jeshi lake. Wakati jenerali alipotambua kuwa alikuwa amedanganywa, akaanza kuruka juu ya vipande vinavyoelea vya daraja lililovunjika ili kuwafukuza. Lakini mwishowe, waasi bado walifanikiwa kutoroka.